Mara nyingi shetani, watu hufikiria kwamba ni dude fulani lenye mapembe linalotisha, atakutana nalo na pengine ndio limuharibie maisha yake. Lakini maandiko matakatifu yanasema hivi, Mungu ni roho na sisi ni watoto wake, ni roho. Watoto wa Mungu ni hawa, malaika ni watoto wa Mungu na sisi binadamu ni watoto wa Mungu. Sasa tunapozungumzia kundi la malaika, kuna malaika ambao waliasi na walikuwa na kiongozi mkuu ambaye ni Lucifer. Kutoka kitabu cha Ufunuo ile sura ya 12 kuanzia mstari wa 7 na kuendelea, Biblia inaeleza kwamba kulitokea na vita mbinguni, na yule malaika Mikaeli alisimama upande wa Mungu kupigana vita, kwa sababu ndiye malaika mkuu katika kitengo cha vita. Akapigana na Lucifer ambaye alikuwa kwenye kitengo cha praise, kusifu, kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye anapendezwa na ibada ya sifa. Katikati ya sifa huwa anashuka. Kwa hiyo huyu mwana wa Mungu ambaye ni Lucifer akaingiwa na roho ya kutaka nafasi ya baba yake, yani awe mtawala. Alichokifanya, akashawishi serusi ya malaika, kwa lugha nyingine akafanya kampeni ya kwamba nifuateni mimi, tukichukua nafasi ya huyu Mungu ambaye ni baba yetu, mimi nikakaa pale mkuu, kuna nafasi ambazo nitawapa. Kwa lugha nyingine, shetani akaitisha kikao. Hiki kikao hakikuwa kizuri, kilikuwa ni kikao cha kufanya mapinduzi. Unapoona kwenye hii dunia ambayo tunaishi kuna vitu vinavyoendelea, mapigano ya nchi kwa nchi, mwingine mtu anakuwa kwenye madaraka, mwingine anasema hapana, nikikaa mimi ndio itakuwa sawa. Havikuanza leo, vilianza enzi na enzi, na vilianza mbinguni. Kwenye maisha unayoona leo, mtu anafanikiwa, aidha wanaungana, wanakuwa wawili, wanaanza kufanya jambo kwa pamoja, lakini mwingine anaingia chuki ya kumtaka kumtoa mtu aliye naye. Nikupe pole, lakini pia nikwambie pia, simama imara, usilaze akili yako, uwe mtu mwenye akili, uwe na ufahamu, uwe na uelewa, na usimame ngangali sana. Unapojiona unafanya jambo, aidha umeungana na mtu, umeungana na watu kadhaa, uelewe katikati ya hao watu ambao umeungana, yuko ambaye anaweza kaingiwa na mawazo ya kutaka kuwageuka wenzako. Yuko ambaye anaweza kaingia na mawazo ya kusema nichukue nafasi zao zote hapa, nibaki mimi kama mkuu. Shetani akaingiwa wivu wa kutaka kupokonya nafasi ya baba yake ambaye ni Mungu. Biblia inasema akapigwa, akatupwa duniani. Sasa tunapomzungumzia shetani na utendaji wake, lazima uelewe ni roho. Ndio maana tunapomwombea mtu akiwa na pepo, akiwa na chochote ambacho kimekaa ndani yake, ukiliita jina la Yesu, ukaamuru moto, yule mtu anaweza kana sema naungua, tunatoka, tunaenda. Unajiuliza, hiki kinachosema mbona akionekana? Lakini tunaona ni mtu anayeongea. Maanake ile roho inapoingia ndani, inaweza ikamcontrol mwanadamu akazungumza, kwa sababu ni roho, ina uwezo wa kuzungumza. Kuna wakati shetani anatumia mtu, anatumia watu ili kuharibu maisha ya watu, kuharibu kesho ya mtu, kuharibu kila anachokifanya mtu, kuharibu uchumi wake. Na maandiko yakasema hivi, adui wa mtu wakati mwingine ni wa nyumbani. Maanake adui anaweza akatumia mtu wa karibu yako ili kuharibu. Napozungumzia mtu wa karibu, anaweza kawa ni baba, anaweza kawa ni mama, anaweza kawa ni mke, anaweza kawa ni mme, anaweza kawa ni mpendwa. Mradi tu adui akipata nafasi, yeye anaingia, anafanya uharibifu. Kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 anasema, nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu anazungumza akiwa na Petro, akiwa na mitume wale 12, anakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga. Petro tafasiri ni kamwamba kadogo, lakini Yesu pia ni tafasiri ya jina lake ni mwamba mkubwa. Anasema nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba huu, sio juu ya mwamba wa Petro ambao ni mwamba mdogo. Anasema nitalijenga juu ya mwamba ambao ni mimi. Anasema na malango ya kuzimu hayatalishinda. Kwa hiyo Yesu anatupa picha kwamba pamoja na kwamba yupo, ila analijenga kanisa. Maanake alikuja ili kutukomboa na kulijenga kanisa, kupata misingi ya watu watakaosimama na kuibeba injili, kupata mitume, mpaka leo tunapatikana sisi. Anasema nitalijenga kanisa, lakini kanisa hili naolijenga malango ya kuzimu hayatalishinda. Maanake Yesu anatupa picha, kuna malango ya kuzimu yanayoshindana kanisa. Na ikizungumza kanisa, nazungumza na mtu mmoja aliyeokoka. Maanake yapo mwenye ufahamu mdogo ambaye akituona tunaomba walokole, wakati mwingine wanakuwa wanatuona kama tunazo sisi. Yani wao ndio hawanazo, ila sisi tunazo.
si tunatembea mule mule. Anasema nitalijenga kanisa, malango ya kuzimu hatalishinda. Kwa lugha nyingine, malango ya kuzimu yanashindana na kanisa. Manake amesema tuombe bila kukoma. Manake si maisha yetu tunapambana, kwamba malango ya kuzimu yanaweza kaja kwa mfumo huu, tunapambana, unapambana na mwisho siku unasonga mbele. Ndio maana kuomba kupo tu, lazima tupambane, kwa sababu kipo kinachoshindana na wewe. Hata kama hutaki kushindana, vipo vinavyoshindana na wewe. Haleluya! Anasema nitalijenga, malango ya kuzimu hayatalishinda. Kitu ambacho tumehakikishiwa na Yesu ni juu ya malango ya kuzimu, ni juu ya wale wanaoshindana na wewe. Kitu ambacho tunahakikishiwa na Yesu ya kwamba shetani hata pambane vipi na wewe, hataweza kushinda. Hebu tumchukue Ayubu, tumlete Ayubu kwenye maisha ya leo na utajiri aliyokuwa nao, alafu anaishiwa, anapoteza kila kitu. Sipati picha machawa. Unajua machawa walikuwepo tu hata enzi zile. Usifikiri machawa wametokea leo. Machawa wamekuwepo enzi na enzi. Walivyoona Ayubu anaishiwa, machawa walikaa mbali, sema kashaisha. Wanadamu humkimbia mtu wakati wanaona vitu vya nje vimeisha, kwa sababu hawajapewa kuona neema ya ndani vile mtu alivyo. Mtu anapoishiwa, watu huinuka na kusema ndo amefika mwisho wake, kwa sababu wanaona pengine alikuwa anamiliki magari, anamiliki nyumba, anamiliki hiki kile, vimeondoka, wanasema ameisha. Na wakati mwingine huwezi kuona hata simu ya mtu, huwezi kuona watu wakiwa karibu na wewe, wanasema ameisha. Alikuwa zamani. Ayubu alipitia vitu kama hivi. Wakimwangalia hana nyumba, alikuwa na utajiri mwingi sana, ameishiwa, na badala yote ni mgonjwa, majipu mwili mzima. Unacheza na majipu wewe? Wakati mwingine yanatoa harufu. Yuko pale, tumaini lake limebaki Mungu tu. Hata mke aliyekuwa naye ikafikia mahali na yeye akamruhusu adui amtumie, akamwambia baby Ayubu, naye hani kakarudia tena baby Ayubu, akaitika Rama my sweetie. Kaombe, umebakiza nini sasa? My chocolate. Kila kitu kimeisha, halafu umekuwa mgonjwa, na mimi nimeshachoka sasa. Sasa issue hapa kufuru. Biblia mpaka inasema kufuru ufe. Kuna vitu vingine lazima tujiongeze tu, vilizungumzwa hapa mpaka anafikia kumwambia inawezekana. Alisema huyu mtu sasa siajinyonge tu, siafe tu. Akaona afi. Jamaa yupo kama ambavyo wewe ulivyo. Wanakupiga matukio kwenye ulimwengu wa giza, lakini upo tu. Ufi, upo. Wanasema atakoma mwaka huu, upo. Unaendelea kuwepo na utaendelea kuwepo, kwa sababu kuna majira ya Mungu kuwashangaza watesi wako. Kuna majira ya Mungu kubadilisha hali yako. Kuna majira labasika magonjwa yaliwekwa kwenye mwili wako kuondoka, labasika. Kuna majira ya ile shida kuondoka. Kuna majira ya yale mateso kuondoka. Haleluya! Mbebe kufuru. Ayubu akasema hivi, sijui aliitaje jina lake, sijui aliita jina lake, sijui aliendelea kumuita baby, sijui aliendelea kumuita sukaruguru, I don't know. Akamwambia hivi, kumbe tu tumtukuze Mungu wakati wa mema tu, yanapokuja mabaya tumuache, tusikiri ukuu wake. Mwanamke akachanganyikiwa. Ninataka kuonyesha adui anaweza akatumia mtu kuharibu maisha ya mtu. Hebu fikiria, huyu Ayubu laiti angekiri, angebeba alichoambiwa na akaamua kumkufuru Mungu, maana yake ukomo wa maisha yake ungefikia hapa. Kwenye maisha kuna watu ambao wamekuja kwenye maisha yetu kama rafiki, kama ndugu, wakati mwingine ni mzazi. Anaweza akakwambia kitu, unaona anazungumza yeye, sura yake ni hiyo, ni baba yako kabisa, lakini anayeongea sio baba yako. Anayeongea ni roho iliyomvaa yeye na inaongea kupitia yeye. Unamuona ni yeye, lakini kinachonena ndani sio yeye, ni roho iliyoingia ndani inaozungumza. Unaweza ukamwambia baba, nimepata wazo la biashara, nataka nifanye biashara. Anakuambia mwanangu, hii biashara hapana, usifanye. Manake adui ameona biashara hii ukiifanya itakupa matokeo. Sasa adui anataka akupinge, sio ashambulie biashara. Kuna wakati adui hafanyi biashara ya kupambana na biashara yako. Anaangalia mtu gani wa karibu utakayemwendea, anaangalia na uwezo wa kupata upenyo. Akipata upenyo anaingia. Wewe unapokwenda kwa baba, adui ameshaingia ndani. Unakaa naye, unamweleza nia yako, malengo yako, lakini baba anakuambia hapana, hili jambo sifanye. Wewe unafikiri ni baba amekushauri, kumbe ni shetani aliyetoa ushauri. Ametoa ushauri kupitia baba, ametoa ushauri kupitia mtu wa karibu. Anazungumza, anakuambia kwa uzoefu wangu hii biashara utakula hasara, usifanye. Ni mtu wa karibu yako, ni mzazi wako, lakini kinachoongea sio yeye. Kinachoongea ni ile roho iliyoingia ndani yake. Yesu akamwambia Petro, malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. Na mimi nakwambia ukisimama na Yesu, malango ya kuzimu hayatakushinda. Kila kazi za adui hazitakushinda, ila Bwana atakupa maarifa ya kuweza kushinda. Pokea hekima ya kuweza kushinda na kuyaelewa mambo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya!